Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imeadhimisha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake kwa kuweka rekodi mpya ya makusanyo ya kodi ya shilingi trilioni 37.957 kwa mwaka wa fedha 2025/26. Hafla hiyo ya kihistoria iliyoenda sambamba na utoaji wa tuzo za rais kwa mlipa kodi bora imefanyika Julai mosi jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na viongozi wakuu wa kitaifa. Akizungumza katika maadhimisho hayo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amebainisha kuwa utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 unahitaji kuimarishwa kwa ukusanyaji wa mapato ya ndani. Rais Samia amesisitiza kuwa mafanikio hayo yanategemea nguzo tatu muhimu, ikiwa ni pamoja na wananchi kulipa kodi kwa uaminifu, TRA kukusanya mapato kwa haki na serikali kuyatumia kwa uadilifu. Aidha, ameongeza kuwa kulipa kodi ni uzalendo na dhamana inayorejesha manufaa kwa jamii kupitia miradi ya maendeleo, huku akitambua mchango mkubwa wa TRA na walipa kodi katika kuimarisha uchumi. Utekelezaji wa dira ya maendeleo ya miaka 25 ijayo, tujipange na utekelezaji wa mikakati itakayotuletea mfumo imara na endelevu wa ukusanyaji wa mapato yetu nchini. Natamani sana tuwe na wigo mpana wa walipa kodi wazalendo. Tunahitaji mfumo wa kisasa unaotenda haki na unaoeleweka. Tutakumbuka kuwa mwezi Julai mwaka juzi 2024 tuliunda tume ya kufanya tathmini ya mfumo wa kodi nchini ambayo imetoa mapendekezo kadhaa ambayo yakitekelezwa tutaunda mfumo unaohamasisha na kurahisisha ulipaji wa kodi na kuwafanya walipa kodi kutambua kwamba kulipa kodi ni wajibu, ni uzalendo na ni kutunza heshima ya taifa letu. Kwa mantiki hiyo, kodi hizi tunazokusanya sambamba na vyanzo vingine vya mapato ya serikali ndizo zitazotuwezesha kuendelea kuendesha huduma za jamii na kwa kiasi fulani kutekeleza miradi ya maendeleo nchini. Katika mnasaba huo, nathubutu kusema kuwa kulipa kodi ni wajibu wa kila mmoja wetu katika kujenga taifa linalojitegemea. Na hapa nataka nikubaliane na kauli mbiu ya tukio hili inayosema kulipa kodi ni uzalendo na ushujaa kwa maendeleo na kujitegemea kwa taifa letu. Ila uzalendo huu lazima uwe wa pande zote. Mwananchi au mfanyabiashara au mwekezaji alipe kodi kwa uaminifu. Mamlaka ya mapato ikusanye kwa haki na serikali itumie kodi hiyo kwa uadilifu. Hapo ndipo kodi inakuwa ni nguzo imara ya maendeleo na kujitegemea kama ambavyo kauli mbiu hii inatuambia. Kuna msemo unaosema imani huzaa imani. Hapa nataka nisisitize kwamba Mamlaka ya Mapato Tanzania ikijenga imani na kumhudumia mlipa kodi kwa haki, heshima na weledi, vivyo hivyo itajenga imani ya mlipa kodi kwa TRA, na serikali inapotumia kodi hizo kuwaletea maendeleo wananchi wake, inajenga imani kwa wananchi hao kuendelea kulipa kodi. Kwa hiyo imani huzaa imani. Akiwasilisha ripoti ya utendaji, Kamishna Mkuu wa TRA Bwana Yusuf Jumaa Mwenda amefafanua kuwa makusanyo ya shilingi trilioni 37.957 ni mafanikio makubwa yaliyovuka lengo la kukusanya shilingi trilioni 36.066 kwa asilimia 105.24, ikiwa ni sawa na ukuaji wa asilimia 17.6. Bwana Mwenda ameongeza kuwa siri ya mafanikio hayo ni kutokana na miongozo ya Rais Samia inayoitaka TRA kujenga ushirikiano na walipa kodi, kuimarisha mifumo na kuongeza mapato bila kutumia mabavu wala kuongeza viwango vya kodi. Katika miezi 12 ya mwaka huu wa 2025/26 kuanzia Julai 2025 mpaka jana saa 6 usiku, Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa bara na Zanzibar imefanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 37 na bilioni 957.
kati ya lengo la kukusanya trilioni 36 na milioni 66, ambao ni ufanisi wa 105.24. Sambamba na hilo, umekuwa mstari wa mbele katika kutupatia miongozo na maelekezo mbalimbali yenye tija kubwa, ambayo yamekuwa ni nguzo kubwa katika shughuli zetu za usimamizi wa kodi. Mimi binafsi nakumbuka Mheshimiwa Rais uliniteua tarehe 2 Julai, na kesho ndatimiza miaka 2 toka umeniteua. Na wakati unaniapisha uliniagiza mimi na wenzangu ndani ya TRA, na bado tunakumbuka, kwanza kuhakikisha tunajenga ushirikiano mzuri na mahusiano bora na walipa kodi wa makundi yote, kukusanya kodi bila kutumia nguvu, kuunganisha mifumo ya tehama ya ukusanyaji kodi, pamoja na kuongeza makusanyo ya mapato ya kodi kwa kuhakikisha kila mtu anayestahili kulipa kodi analipa kodi yake stahiki bila kuongezewa wala kupunguziwa. Aidha, ulituhakikishia utaendelea kutupa professional independence ili tufanye kazi zetu bila kuingiliwa na mtu yeyote. Mheshimiwa Rais, leo ninayo furaha kwamba katika kipindi cha miaka 2 tumejitahidi sana kutekeleza maagizo yako kwa vitendo, na matunda yake yamedhihirika kupitia ongezeko kubwa la makusanyo ya kodi bila ya matumizi ya nguvu au njia nyingine ambazo sio rafiki kwa walipa kodi. Maadhimisho haya ya miaka 30 ya TRA yanaashiria ukomavu mpya wa kiuchumi nchini, ambapo ushirikiano wa kirafiki kati ya mamlaka ya mapato na walipa kodi umeanza kuzaa matunda. Rekodi hii mpya ya makusanyo si tu kwamba inathibitisha kukua kwa uaminifu na uzalendo miongoni mwa Watanzania, bali pia inaweka misingi imara wa kifedha utakaowezesha taifa kujitegemea na kutekeleza kwa ufanisi miradi yake mikubwa ya maendeleo kuelekea dira ya mwaka 2050. Josephine Geoffrey, na hii ni Finu Media.